Babu istihbabi tahsini sauti bil Qur'an, mlango wa kupendelea kuifanya vizuri sauti kwa Qur'ani. Sa Qur'ani uisome kwa sauti nzuri, inapendelewa. Isionekane kwamba itakuwa nyimbo, itakuwa hivi, hapana. Tahsini sauti, kuifanya vizuri sauti bil Qur'ani, kwa Qur'ani. Kwa hivyo kila mtu akiwa na uwezo wa kuisoma Qur'ani kwa sauti nzuri atakuwa kafanya jambo bora. Kama hana uwezo, masuala mengine huoni kwamba hakuweza, lakini kama kaweza ni bora afanye. Wa talabil qiraati, na kutaka kusomwa min hasani sauti, kwa mtu mwenye sauti nzuri, asome yeye mwenye sauti nzuri, nyie mumsikilize. Walistima'i laha, unaona, kuisikiliza hicho kisomo. Istima'i laha ay lilqiraati, kukisikiliza hicho kisomo. Haijasemwa kwenye sala tu, mpaka nje ya sala, na eneo lile linaondolewa ria. Maana ndio unatakiwa mwenye sauti nzuri usome. Sasa mkisema itakuwa ria, itakuwa hivi, kila mtu ataogopa kusoma mwenye sauti nzuri. Sasa kama kafanya ria, itakuwa yeye mwenyewe moyoni mwake. Lakini hatuwezi kukaza sana kwamba wale wanajionyesha kuwa na sauti nzuri, tutawavunja moyo watu wasisome Qur'ani kwa sauti nzuri. Ria atajihukumu mwenyewe kwenye nafsi yake, yeye na Mungu wake, lakini aisome kwa sauti nzuri. Na akisalisha mtu asalishe kwa sauti nzuri kama anaweza. Na ndio maana baadhi ya wanazuoni wanapendelea kwamba hata imamu anayechaguliwa, imamu mkuu wa msikiti, basi awe na sauti nzuri angalau, au ya wastani. Tena ikiwa hakuna, wale wanaofuata sawa, wanaweza kuwa wenzangu na mie. Lakini sauti nzuri katika Qur'ani ni jambo muhimu. Tumefahamiana vizuri hapo? Na kila ukiweza kuitengeneza kwa sauti nzuri ni bora. Iwe inakupa vile vile pumziko la roho na burudani. Babu istihbabi tahsini sauti, mlango wa kupendelea kuifanya vizuri sauti bil Qur'ani, kwa Qur'ani. Wa talabil qiraati, na kutaka kisomo cha Qur'ani min hasani sauti, kwa mtu mwenye sauti nzuri. Walistima'i la, na kusikiliza hicho kisomo chenye. Wewe mwenzetu wa sauti nzuri, hebu soma tusikilize. Twende tuone katika hadithi. Hadithi ya kwanza kabisa ambayo amechagua al-Imam Nawawi kwenye kitabu hiki kuiweka kwenye mlango huu ni hii. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, ma adhina Allahu li shay'in ma adhina li nabiyyin hasani as-sauti yataghanna bil Qur'ani yajharu bihi. Muttafaqun alayhi. Ma'ana adhina Allahu ay istama'a, wa huwa isharatun ila ar-ridha wal qabul. Kwani imeandikwa qabul au qubul? Dhamma fatha, qafu ina fatha, ina dhamma ina fatha. Qabul na ndio mara nyingi, lakini pia inatumika qubul kwa dhamma. Kwa hivyo kama mtu kwake imeandikwa qubul, asitie wasiwasi sana, lakini fatha ndio bora. Qabul Mzee, mleteni kahawa leo, kifua kimeathirika. Umenyonga baskeli kutoka mbali, upepo umekupiga. Tafuta angalau kikoti hata vile vikoti vya walinzi kama vile uvae wakati unaendesha baskeli. Usiruhusu baridi ikaingia sana. Sasa hivi uwezo wako wa kuitoa baridi kwenye mapafu ushakuwa mdogo kutokana na umri unapokwenda. Kwa hivyo tafuta japo kikoti hivi, katika hivi vikoti unavaa japo walinzi vile vaa wakati unaendesha baskeli. Ule upepo ukikupiga upunguze kukuathiri. Ushauri huo kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Mungu amiradhi, qala, kasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, nimemsikia Mtume sallallahu akisema, ma adhina Allahu li shay'in, hajasikiliza Mwenyezi Mungu kitu chochote, ma adhina, kama aliposikiliza nabii hasani sauti, mtume mwenye sauti nzuri, yataghanna bil Qur'ani, anaiimba Qur'ani, yajharu bihi, tena anaidhihirisha. Katumia neno yataghanna, tufahamiane vizuri. Hakusema yaqra, mimi nimesema anaimba kwa Qur'ani. Msije mkasema Sheikh Msabaha anazungumzia habari za nyimbo. Siye mimi. Yataghanna, ghina manake ni so nyimbo. Yataghanna manake anaimba.
muttafaqun alayhi. Hadithi imefikiwa na Bukhari na Muslim, si mimi. Nasisitiza tena. Na hii ni supermarket. Hata wale ambao hawataki kwingine kokote hapa wanakubali. Halafu Imamu Nawawi anasema maana adhina Allahu. Maana ya adhina Allahu ay istamaa, kwa maana kasikiliza. Kuna adhina kwa maana ya kuruhusu na kuna adhina kwa maana ya kusiki. Wa huwa isharatun, nalo hili ni dokezo au ishara ila ridha, ya kuridhia, wal qabuli, na kukubali. Kwamba kama kasikiliza maana karidhia na kakubali. Ndio mtu anayekusikiliza. Kama hata akisema kusikilizi au anakupinga, akiacha kukusikiliza maana hakubaliani na wewe, si lazima aseme. Narudia hadithi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kutoka kwa Abi Hurairah, Mungu amradhi, amesema nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema. Kamsikia na yeye vile vile anatuthibitishia kuwa kamsikia. Anasema hivi, ma adhina Allahu li shay'in, hajasikiliza mtu Mwenyezi Mungu, hajasikiliza Mwenyezi Mungu kitu chochote, ma adhina, kama aliposikiliza, linabii, kwa nabii, hasani sauti, mwenye sauti nzuri, yataghanna bil Qur'ani, anaimba Qur'ani au anaimba kwa Qur'ani, yajharu bihi, tena anaidhihirisha, yani kwa sauti ya wazi. Na hapa kasema linabii, nabii, lakini hakusudi nabii yoyote, ni yeye mwenyewe, kwa sababu yataghanna bil Qur'ani, anaimba kwa Qur'ani. Sasa nabii gani alikuwa anaisoma Qur'ani zaidi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa hivyo ni yeye mwenyewe. Ni sawa na kusema Mwenyezi Mungu hajasikiliza jambo kutoka kwangu kuliko alivyonisikiliza wakati ninaisoma Qur'ani kwa mbwembwe zote. Imefahamika? Hadithi hii muttafaqun alayhi. Maana adhina Allahu ay istamaa, kwa maana Mwenyezi Mungu amesikiliza. Wa huwa isharatu ila ridha wal qabul, nayo ni ishara kwamba Mungu anaridhia na anakubali kusomwa Qur'ani, tena kwa sauti nzuri yenye mbwembwe, zisizoitoa tu Qur'ani katika maana yake. Yaani kuna mipaka katika uko kufanya uzuri hiyo sauti, lakini kwa kifupi isomwe vizuri. Ndio maana utakuta Waislamu wengi wanakwenda katika fatwa ya kwamba Qur'ani isomwe vizuri, na wanaisoma kwa sauti mbali. Mwingine anavutiwa na sauti hii, mwingine anavutiwa na sauti ile. Kwenye tartili kuna visomo namna mbali. Wengine wanasoma hadr, wanapromoka sana, yani wanakwenda kasi kubwa. Na wengine wanasoma bibi kawaida tu, ndio mujawada, wanakwenda pole. Kwenye tajwidi huko ndio kuna mambo usiseme. Maana kuna mabayati asli na mabayati far'i, mpaka mwisho unasema hizi ni njia za taarabu au vinanda. Kuna maajmi, kuna masika, zote ni njia hizo, sio masika mbua, sika, Kuna rasti, zote zinasomwa hizo. Lakini zaidi Qur'ani inasomwa kwenye bayati asli na far'i, na wakati mwingine inaweza kusomwa hata kwenye hizo nyingine. Na maulidi pia nayo yanasomwa kwa njia hizo. Na ndo mfumo wake watu wanayosoma. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dauda, muttafaqun alayhi. Wa fi riwayatin li Muslimin anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala lahu law ra'aytani wa ana astami'u qira'ataka al-barihata. Kutoka kwa Abi Musa al-Ash'ari, sahaba radhiyallahu anhu, Mungu amradhi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba Mtume sallallahu alisema kumwambia yeye huyu Abu Musa. Alikuwa Abu Musa anaisoma Qur'ani na hajui kama Mtume yuko karibu pale. Inatoka kaelekea kibla huko, anasoma Qur'ani kwa sauti. Mtume kaingia msikitini, akamuona, akakaa kule anamsikiliza, au akakaa nyuma yake kimya anamsikiliza. Yeye hajui kama anasikilizwa na Mtume. Baada ya kumaliza kusoma, Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Musa, laqad utita mizmaran, umepewa zumari wewe, mazamiri ali Dauda, katika mazumari ya watu wa Daudi. Mizmar ni zumari. Sasa hapa panaweza kuwa na tafsiri mbili, lakini zote zinakubaliana tu. Mizmara, zumari, hili zumari
Kwa maana huo mdomo wako umekuwa kama zumari, jinsi unavyoimba hiyo Qur'ani, unavyoisoma, maana yake unaisoma vizuri, inaburudisha kabisa kama vile zumari. Mimi mazamir, katika mazumari ali Dauda ya watu wa nani? Wa Daudi. Kwa sababu Nabii Daudi alayhi salam yeye alikuwa anaisoma Zaburi kwa mazumari. Inakuwa kama brass band. Ile Zaburi inasomwa kwa ngoma, kwa zumari manake. Kwa inakuwa kama vile nyimbo za taifa au za serikali, kama zile za jeshi wanapokwenda katika mambo ya gwaride na nini, kinabwe kinangoroma, oya oya, kinabwe kinangoroma. Sasa Zaburi akisoma katika namna kama hiyo, inakuwa kama vile sasa ni shamra na hamasa ya kijeshi au ya kitaifa. Ndio Zaburi alipokuwa anakwenda nayo Nabii Daudi. Zaburi kitabu cha Mwenyezi Mungu. Na pia zile paragrafu zake, kinakwenda kipande, kikimalizika kinakuja cha pili. Kila kipande kinaitwa mizmar. Zumari la kwanza, zumari la pili, zumari la tatu, zile kama sisi tunasema makra ya kwanza, makra ya pili, makra ya tatu, kwenye Zaburi inaitwa zumari la kwanza, zumari la pili, zumari la tatu. Tumefahamiana? Tuseme kama wewe unasoma wal asri innal insana lafi khusr mpaka ukimaliza zumari la kwanza, ukisoma inna atainaka ukimaliza zumari la pili, yale maparagrafu yote, kila paragrafu moja inaitwa zumari. Tumefahamiana? Na ndio maana utaona watu wa dini nyingine mpaka leo wao wakiimba Zaburi, hata Injili wanaimba kwa sauti za mazumari huku kwenye dini nyingine. Na watu waliokuwa wanakwenda misibani kwao wanashuhudia. Mimi nashuhudia mengi na nazijua nyingine kwa kichwa tu. Sitaki hapa kwa sababu si mahala pake kuzileta. Utita mizmar. Utita umepewa mizmaran. Zumari min mazamiri ali Dauda, katika mazumari ya watu wa Daudi. Anamwambia Abu Musa, kwa vile unapokuwa unaisoma Qur'ani wewe unaisoma, hilo ni zumari katika mazumari ya Daudi. Hadithi hii bahati nzuri tena muttafaqun alayhi, imewafikiwa na Bukhari na nani? Na Muslim. Si yangu mimi. Sije mkasema shekhe anazungumzia mazumari, na wajua watu walivyo hapa. Kitu kidogo nikikisema mimi basi kinakuzwa hicho. Wakati mwingine kinakuwa kizuri, wakati mwingine kinakuwa kibaya. Lakini sisemi mimi, vinasema vitabu. Kama mlizoeshwa kubaniwa elimu, mimi sibanii na imwaga yote. Anaweza kuokota na okote. Sasa shauri zenu, kama mnataka kutia mapropaganda, mlipokuwa mnaogopa nisije nikagombea, mkaanza kufanya mambo, sijagombea. Na uchaguzi mwingine unakuja huu, tutajiwana. Watu wana wasiwasi, wana hofu. Jamani. Dunia hii watu wanaabudu madaraka, wasiwasi mtupu waka. Hawajaridhika. Haya. Wa fi riwayati li Muslimin, na katika mapokeo mengine ya Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, kwamba Mtume sallam kamwambia, lau raaitani, kama ungeniona, wa ana astami'u, na mimi nasikiliza qira'ataka, kisomo chako, albarihata, jana. Hakutoa jawabu ile lau ni kitu gani. Na huu ni mitindo, na hiyo ni mitindo ya kuzungumza. Ina maana ile tukio lilikuwa ni jana yake, halafu siku ya pili ndio akamwambia utita mizmara. Sasa anamwambia hivi, lau raaitani, kama ungeniona, wa ana astami'u qira'ataka, na mimi nasikiliza kisomo chako, albarihata, jana, usiku wa kuamkia leo, usiku wa jana kuamkia leo ndo bariha. Yani ungeshangaa kwamba mtume anaacha yake kunisikiliza mimi wakati ndo aleteremshiwa, ungeshangaa. Lakini nilikuwa nakusikiliza. Hapa kuna fundisho jingine kubwa sana, kwamba kama Mtume sallam kakubali kukaa kumsikiliza sahaba na akamsifu kwa kusoma Qur'ani, tunajifunza kitu kikubwa sana, kwamba kiongozi, mwanachuoni mkubwa wa dini asifikirie kwamba mambo yote lazima atayamudu yeye. Wako wengine wa chini watayamudu vile vile sawa na yeye au pengine zaidi kuliko yeye, na akubali na awape haki yao, sifa yao, nafasi yao, ili na wao wapate kujiamini katika ule uongozi
na kuendesha mambo. Na hayo ndio alotufundisha bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.